Hebu sema ufunguo wa kufaulu maisha ni sadaka zangu. Toa sauti. Toa sauti. Sasa wakati wa Agano la Kale Mungu alielekeza sana mambo ya matoleo. Ukisoma habari ya shujaa mmoja anaitwa Nuhu, mwamba mmoja anaitwa Nuhu, aliposhuka tu katika safina baada ya gharika, nitazama, hakukimbilia kwenda kulima, hakukimbilia kwenda kujenga nyumba, hakukimbilia kwenda kufuga samaki. Nuhu aliposhuka ndani ya safina, jambo la kwanza alimtolea Bwana sadaka. Kwa nini Nuhu alianza na sadaka? Suniangalie. Kwa nini Nuhu hakwenda kuanzia kilimo cha umwagiliaji? Kwa nini Nuhu hakukimbilia kwenda kuchinja tembo ajipongeze kwa nyama ya pori baada ya kutoka kwenye safina? Alianza na sadaka. Kwa sababu sadaka ni msingi wa mafanikio ya mtu. Huwezi kuniitikia kwa sababu huwezi kwenda shule. Hata tuliposoma shule mwalimu wako mwenyewe alikuwa mpagani. Wengine mlifundishwa na mwalimu lichawi, imelala makaburini na asubuhi na kufundisha kule darasani. Wewe unafikiri utatoka? Sasa mimi nimelala mbinguni ndo nakufundisha utatoka kwa jina la Yesu. Sadaka ni nini? Nataka nikupe definition chache. Definition za sadaka. Jambo la kwanza, sadaka ni kiunganishi kati ya Mungu na mtu, kati ya mtu na Mungu. Kinachokuunganisha wewe na Mungu ni sadaka yako. Hebu sema, kinachoniunganisha mimi na Mungu ni sadaka yangu. Utaniuliza kwa nini mtumishi? Nenda muangalie yule mwanamke kahaba alipotoa sadaka kwa Yesu, alikuwa hata hajaomba hata msamaha. Hapo hapo Yesu alimwambia dhambi zako zimesamehewa. Yani angalia. Jambo la pili, sadaka ni njia ya kutolea au kuondolea mikosi, matatizo na laana. Ukitaka kuondoa laana, vimikosi vimezidi. Naongelea watu hapa. Wewe hata kama huna hela, huna chochote, wewe niangalie tu nikufundishe elimu, utafundisha hata wengine. Ukitaka kuondoa, ukiona matatizo yamezidi, kila mara unakataliwa, mambo ni magumu, magonjwa yamepanda, kila mara ni shida, sadaka itaondoa. Hebu sema sadaka inaondoa. Naomba sauti ya mtu. Chukua sadaka, peleka madhabahuni, uitoe na umwambie Mungu kwamba niondolee 1, 2, 3, 4, 5. Sadaka inaondoa matatizo, mikosi, laana na mambo mengine. Namba 3, unapotoa sadaka inamaanisha umejikabidhi. Ndio definition ya sadaka. Wale mnaelewa semeni amen. When you give, you mean you have handed yourself to the Lord. Umejiweka kwake. Namba 4, sadaka ni mbegu uipandayo. Wewe unayepanda hiyo mbegu ili uvune. Kanuni ya asili inamtaka yeyote anayetaka kupokea kitu apande mbegu. Sadaka ni mbegu. Sema nilivyosema. Semeni wote. Unapotaka utajiri, unapotaka mafanikio, basi inabidi uyapandie mbegu. Haujanielewa? Hakuna kitu kinatokea tu. Hebu sema hakuna kitu kinachotokea. Toa sauti basi na wewe. Watu wengi mmeferi maisha
kwa sababu nataka muujiza ushuke. Bila mbegu haiwezekani. Haiwezekani. Kanuni na kataa. Taratibu alizoziweka Baba mbinguni. Fungua sauti yako, sema amen. Mbegu inatangulia, matokeo yanakuja baadaye. Nimesemaje? Kama mbegu haitatangulia hutapata matokeo. Kwa hata nikiona kuombea mimi, maombi yangu yataleta matokeo kama yatambatana na mbegu ya sadaka. Kama mbegu ya sadaka haijaweka, tutaomba, hatutaona matokeo. Ina mikono juu. Toa sauti, sema Baba, weka sadaka mikononi mwangu. Sema Baba, ninaomba weka kitu mkononi mwangu ili nikipande kama mbegu niweze kuvuna. Sema kwa sauti, ongeza sauti, sema kuanzia leo Baba, nipe neema ya kupanda na kuvuna. Pigia Bwana makofi yanayotoka vizuri. Piga mikono. Upande wao wapige makofi. Hapa kuna shida hapa. Kama ningetoa zawadi ya soda hapa, ningewapa soda ndogo ndogo, sababu ampige makofi vizuri. Wote tupige makofi kwa Yesu mpaka hapo, kwa jina la Yesu. Toa sauti yako, sema amen. Kanuni ni hii: kama una shamba ukaenda kupanda karanga, utavuna nini? Na hizo karanga huwezi kupeleka kisado ukavuna gunia 300. Hapana. Zitaongezeka kulingana na wingi wa mbegu. Hebu sema wingi wa mbegu. Kama mbegu ni kidogo itaongezeka, lakini haitaenda mbali sana. Ndio maana maandiko yanasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hilo neno la maana mbili. Maana ya kwanza, kiwango chako cha mbegu unachopanda utavuna wingi kulingana na kiwango chako. Lakini aina ya mbegu unayopanda, kama umepanda mahindi huwezi kwenda kuvuna kuku. Naongea na watu hapa. Sema amen. Nipungie mkono. Unaona mkono wa maskini haufanyaki hivi, unafanya hivi. Hauchangamki. Fanya hivi tuone kama mkono una nguvu. Sema amen. Toa sauti yako, sema amina. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, mbegu ndio inayofanya kazi. Mungu alipanda mbegu duniani. Alimchukua Yesu akampanda duniani, akavuna kanisa. Kama singemtoa Yesu asingepata watu. Ni kanuni, ni utaratibu. Piga makofi kwa Yesu. Hapa mpige makofi vizuri. Nikitoa zawadi upande huu mkae chonjo. Pigeni makofi wote kwa jina la Yesu. Haleluya. Mbegu au ukubwa wa mbegu. Ndio maana kusema unachokipanda ndicho unachokivuna. Unapanda mbegu yenye ukubwa gani, utavuna ukubwa huo huo. Ndio Biblia inasema apandaye haba. Mbona naongea na watu ambao hawajaokoka hapa? Apandaye haba. Nataka kuongea kwa nguvu. Apandaye haba. Haba ni nini? Kidogo. Sasa Wakristo wengi maishani mwenu mnapanda kidogo kidogo. Sasa unavuna kidogo kidogo. Mungu hawezi kukupunja. Sadaka ni mbegu. Nataka sauti yako iseme amen. Sadaka ni mbegu ipandwayo, ila naye ipanda mhusika atakuja kuivuna. Namba 5. Sadaka ni kanuni na taratibu za kufungua mafanikio yako. Ndiyo kanuni, ndiyo taratibu
ya kukufungulia milango. Naomba Mungu akusaidie unielewe. Kama unataka kufungua mlango, hebu sema mlango. Tafadhali sauti yako sema mlango. Asubuhi tumefundishwa kwamba kuna watu wamewekewa jiwe. Kama unataka kuliondoa jiwe, unataka kuvuka ng'ambo, kanuni ya kukuvusha sadaka. Sasa itategemea sadaka yako ina ukubwa gani. Naomba makofi yako kwa Yesu. Lakini naomba niongee hili kabla sijasahau au sijachelewa. Mungu anataka uvuke. Mungu anataka uvuke. Mungu anataka upige hatua. Mungu anataka uende ng'ambo ya pili. Piga kelele, sema napokea hiyo. Bwana asifiwe. Lakini ili uvuke, kanuni ya kukuvusha, kanuni ya kufungua mlango, sadaka yako. Never forget that one. Namba 6, sadaka ni sabuni inayosafisha njia za mtu na mipango yake na kazi zake. Hebu sema kusafisha kazi zangu. Hapa sema unaenda mbele za Bwana, unamwambia Mungu, nimechafuka, nimekuja na hii hapa, naomba unisafishe. Hello. Kuna mtu mmoja katika Biblia anaitwa Zakayo. Hebu sema Zakayo. Sema kwa sauti. Zakayo alikuwa na sifa gani? Sifa ya kwanza, hujasoma habari za Zakayo? Hiyo ilikuwa kazi yake, sio sifa yake. Zakayo alikuwa mfupi. Sawa? Kimo cha Zakayo kilikuwa hapa hivi. Kwa kakitembea ka Zakayo ni kadogo. Huko nyuma mnaniona nimekuwa mfupi. Halafu kawaida watoza ushuru huwa lazima waibe. Alikuwa mwizi. Sema amen. Ghafla huko Yeriko habari zikavuma kwamba yule Yesu wa Nazareti anayeponya na kufufua waliokufa anapita njia hii. Zakayo akasema, na wizi wangu hapa nimekwisha. Hii ni hatari, lakini natamani kumuona Yesu. Natamani, hebu sema natamani kumuona Yesu. Haleluya. Lakini umati ni mkubwa na yeye. Sasa unajua kwenye umati kuna watu warefu alafu ni manene. Kuna lijitu likisimama mbele yako linatanda hivi. Kwa watu kiwa nyuma unapita hivi hamna. Zakayo akasema hii na usomi wangu wote lazima nimuone Yesu. Hebu sema lazima nimuone Yesu. Akapanda juu ya mti na tai na suti. Kikuta mtu na suti yuko juu ya mtu amepanda, lazima unashangaa kuna jambo hapo. Yesu alipofika pale akamwambia Zakayo, shuka upesi. Zakayo akashuka. Zakayo aliposhuka akamwambia Yesu, karibu nyumbani kwangu. Yesu anamuuliza, nije kwako kuna nini? Yesu, unajua Zakayo amwambia nini? Mzee, kuna sadaka. Wakaongozana. Yesu mbele, Zakayo nyuma. Alipofika nyumbani kwake hakufanya mambo mengi. Alichukua hela nzuri akaiongeza mara 4. Akasema hata zile zaka niliibia Mungu nalipa mara 4, 4 times. Akakabidhi mzigo. Unajua kilichotoka? Yesu alisema wokovu umeingia humu ndani. Sio kwamba ametubu, hakufunga na kuomba wala kuomba msamaha. Alitoa nini? Halafu Yesu akasema ngoja. Alisemaje? Mmefeli kwa sababu
nikisoma Biblia namuona malaika wa Bwana aliyewatokea watu wa zamani katika jina la Yesu Kristo, aliyeniweka madhabahuni, aliyeniita kwa jina langu. Naomba malaika tokee maisha yako, naomba malaika tokee biashara yako, naomba malaika tokee ndoa yako, naomba malaika tokee afya yako, malaika tokee katika maisha yako. Ina mikono, piga kelele, sema ewe malaika njoo. Namuona malaika wa Bwana aliyewatokea watu wa zamani. Kuna malaika wako amechelewa kuja kwa sababu hakuna sadaka. Malaika anasubiri ufunguo. Kornelio alipotoa sadaka, malaika alikuja. Malaika alikuja akamwita kwa jina lake. Namshukuru Mungu Baba wa mbinguni analijua jina lako, na akituma malaika atakuita kwa jina lako wewe mwenyewe. Kornelio akaitika, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako. Come on man. Nini na nini? Naongea na watu wasiokuwa wa rohoni hapa, kumbe niko rohoni peke yangu. Alimwambia nini? Sala zako na sadaka zako. Miguu miwili inayotembea pamoja, sala, sadaka. Mguu wa kulia sala, mguu wa kushoto sadaka. Usitembee na mguu moja. Ukitembea na mguu moja hivi hautaenda ufike unakoenda mzee. Namna hii ni ngumu sana. Tembea na miguu miwili, sala, sadaka, sala, sadaka, sala, sadaka. Inua mikono. Unajua ujapigia Yesu makofi tangu asubuhi na unataka kubariki, na hata makofi upigi. Inua mikono, piga makofi, Mungu asikie makofi yako apate kukubarikia.